makubwa yakizuka katika miji kadhaa, hasa Mexico City, siku chache kabla ya mchezo wa ufunguzi wa mashindano hayo. Serikali ya Mexico imekuwa ikiharakisha maboresho ya viwanja, usafiri na mifumo ya usalama, wakati maelfu ya wananchi wakionyesha hasira zao kuhusu mishahara, pensheni na gharama za maisha. Hii ni TriGen Media, mimi ni Jennifer Mwidete. Shinikizo kubwa zaidi linatoka kwa chama cha walimu CNTE ambacho kimetishia kufanya mgomo wa kitaifa wakati wa kombe la dunia ikiwa serikali haitatekeleza madai yao. Walimu hao wanataka nyongeza kubwa ya mishahara, mageuzi ya mfumo wa pensheni na kuboreshwa kwa mazingira ya kazi katika sekta ya elimu. Wiki hii hali ilizidi kuwa mbaya baada ya polisi kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji karibu na eneo la Zocalo katikati ya Mexico City. Tukio hilo limetokea siku chache kabla ya mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia itakayofanyika Juni 11 katika uwanja maarufu wa Estadio Azteca. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kimataifa, maandamano hayo sasa yanaanza kuathiri shughuli za kibiashara na usafiri katika mji mkuu wa Mexico. Chama cha wafanyabiashara wa Mexico City kimekadiria kuwa maandamano hayo yanasababisha hasara ya mamilioni ya dola kila siku kutokana na kufungwa kwa baadhi ya barabara na kupungua kwa shughuli za kibiashara. Mbali na madai ya walimu, baadhi ya wananchi pia wanaeleza wasiwasi kuhusu matumizi makubwa ya kifedha katika maandalizi ya kombe la dunia, huku wananchi wengi wakikabiliwa na hali ngumu ya maisha. Mbali na madai ya walimu, baadhi ya wananchi pia wanaeleza wasiwasi kuhusu matumizi makubwa ya fedha katika maandalizi ya kombe la dunia, huku wananchi wengi wakikabiliwa na hali ngumu ya maisha. Wengine wanapinga miradi ya ujenzi inayohusishwa na mashindano hayo, wakidai imeongeza gharama za makazi na kusababisha watu wa kipato cha chini kuhama maeneo yao. Serikali ya Rais Claudia Sheinbaum imeendelea kusisitiza kuwa kombe la dunia litakuwa fursa kubwa kwa uchumi wa Mexico kupitia utalii, ajira na uwekezaji wa kimataifa. Serikali pia imeahidi kuendelea na mazungumzo na walimu ili kuzuia mgogoro huo usiharibu taswira ya nchi wakati wa mashindano hayo makubwa duniani. Wakati huo huo, vikosi vya usalama nchini Mexico vinaendelea kupatiwa mafunzo maalum ya kudhibiti umati na kulinda wageni watakaofika kwa ajili ya mashindano hayo. Ripoti zinaonyesha kuwa maafisa wa polisi wamekuwa wakipatiwa mafunzo ya ziada kutoka kwa wataalamu wa usalama wa kimataifa ili kujiandaa na changamoto zozote zinazoweza kujitokeza wakati wa mashindano. Katika upande wa maandalizi ya miundombinu, uwanja wa Estadio Azteca umefanywa ukarabati mkubwa ili kufikia viwango vya kisasa vya FIFA. Uwanja huo utaandika historia kwa kuwa wa kwanza duniani kuandaa michezo ya kombe la dunia mara 3 baada ya kufanya hivyo mwaka 1970 na mwaka 1986. Pamoja na maandamano hayo, mashabiki wa soka nchini Mexico bado wana matumaini makubwa kuhusu timu yao ya taifa katika mashindano hayo yatakayofanyika nyumbani. Wachambuzi wengi wanaamini kuwa Mexico ina nafasi nzuri ya kufanya vizuri kutokana na sapoti ya mashabiki wao pamoja na faida ya kucheza katika mazingira ya nyumbani. Hata hivyo, siku chache zijazo zinaonekana kuwa muhimu sana kwa serikali ya Mexico, kwani macho ya dunia yataelekezwa nchini humo wakati wa ufunguzi wa kombe la dunia mwaka huu 2026. Serikali inalazimika kusawazisha maandalizi ya mashindano hayo makubwa huku ikikabiliwa na hasira za wananchi wanaotaka suluhisho la haraka kwa matumizi yao ya kiuchumi na kijamii. Hii ni TriGen Media, mimi ni Jennifer Mwidete.